For my victory, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my business, I thank God, yeah, Baba. Shalom, shalom, shalom. Yesu ni Bwana. Semina, semina, semina. Semina ya biashara na kazi. Kingdom Business, Mathayo 6:33. Kingdom Jobs, Mathayo 9:36-37. Mfumo mpya wa biashara. The future business to learn is Kingdom Business. The future business to learn is Kingdom Business. Inakukaribisha. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Okay, tuanze somo letu. Leo tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 2020. Somo letu la leo linasema nini? Partnership with Holy Spirit. Kiswahili nini? Partnership. Kwa partner na Roho Mtakatifu. Partnership with the Holy Spirit. Nataka tusikilize kwa makini kwa sababu najua kabisa anayeweza kukuambia ukweli na hata kudanganya ni Roho Mtakatifu. Kwa sababu ni roho ya ukweli. Ukiwa partner na mwanadamu yeyote, kuna siku atakudanganya. Kuna siku utamuuliza kitu atasema jinsi anavyojisikia ili wewe ufurahi. Sasa lazima ujitahidi uwe partnership na Roho Mtakatifu ili chochote unachokitaka atafanya yeye. Anafanya 100% kwa sababu nachoamini anafanya 100%. Alafu anakuambia mimi nipe 10%. 90% unabaki nayo ni ya kwako. Hakuna mtu anaweza kufanya biashara na wewe afanye 100%, alafu akwambie nipe 10% tu. Hakuna kitu kama hicho. Kwa Roho Mtakatifu atakupa mawazo mapya, atakupa ulinzi kwenye kazi yako, atakuhakikishia kazi yako haitaharibika. Ukituma mfanyakazi wako Dar es Salaam leo, anamlinda, anahakikisha pesa zako haziibiwi, na mtu yote anataka kwenda kinyume na wewe anamuondoa. Ni Mungu peke yake. Anahakikisha afya yako itakuwa ni nzuri, anahakikisha kila kitu, familia yako, anachunga familia yako, anachunga biashara yako, anachunga maisha yako, anachunga kila kitu kwenye maisha yako, na anafanya kazi na wewe 100%. Anakwambia nipe 10%. Anachotaka ni uaminifu wako. Ni uaminifu. Kwa hiyo unajiuliza leo hii tunakoelekea, watu wanajiuliza kwamba ni kazi gani tutakuwa tunafanya, ni biashara gani tutakuwa tunafanya, the future job, the future business, the future work. Hii kazi, ajira, ni ajira gani? Sasa hivi usipokuwa partnership na Roho Mtakatifu, kitakachotokea mbele ya safari ni kigumu sana. Nataka tu nisikilize kwa makini, na naamini kuna kitu mtadaka utakijua. Tunachojaribu kuangalia, Mungu hapendi ufanye kazi mwenyewe. Mungu hapendi. Anataka uwe na partner. Na Yesu alisema ataondoka atuache yatima, atatuletea Roho Mtakatifu ambaye atakuwa ni mwalimu wetu na atatufundisha. Sasa kama aufundishwe na Roho Mtakatifu, unafundishwa na nani? Hiyo ni swali la kujiuliza. Kama aufundishwe na Roho Mtakatifu, utafundishwa na nani? Unafundishwa na nani? Yaani hivyo vitu unavyovifanya unafundishwa na nani? Tukiangalia kwenye kitabu cha Isaya 54:13. Isaya 54:13, neno la Mungu linasema, na watoto wako
watafundishwa na Bwana, na amani ya watoto wako itakuwa nyingi, akili ya watoto wako itakuwa nyingi, akili ya ufahamu watoto wako utakuwa ni mwingi, maarifa ya watoto wako yatakuwa ni mengi. Swala ni kwamba na watoto wako watafundishwa na Bwana, na watoto wako watafundishwa na Roho Mtakatifu, kwa sababu Mungu ndio Roho Mtakatifu. Sasa kama watoto wako wafundishwa na Roho Mtakatifu, wanafundishwa na nani? Hiyo ni changamoto. Tukienda kwenye Hosea 4:6, Hosea 4:6, ile andiko wachungaji wengi wanasomaga kile kipengele cha juu tu, lakini ile andiko ni gumu sana. Kifikiria ni gumu sana. Wanasomaga kipengele, ile andiko lina vipengele vitatu. Kipengele cha kwanza ambacho wachungaji wengi wanasoma na watumishi wengi wamekariri na wanajua, hata nikitaji ile andiko wanajua. Ile andiko linasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kuna koma inaishia hapo, hawaendeleaje. Ile andiko lijaisha. Uko chini ndio kubaya zaidi. Sasa angalia, usipokwenda partnership na Roho Mtakatifu, usipofanya kazi pamoja na Roho Mtakatifu, kufanya biashara na Roho Mtakatifu, angalia kinachotokea. Anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kipengele cha pili kinasema kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami ninakukataa wewe usiwe kuhani kwangu mimi. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, na mimi ninakukataa usiwe kuhani kwangu mimi. Kuhani ni broker. Kuhani ni mtu anayekaa katikati ya Mungu na wanadamu, anayepatanisha Mungu na wanadamu. Yesu alikuwa ni kuhani mkuu, alikuwa ndio broker mkuu. Kwenye biashara tunaita broker, kwenye injili tunasema kuhani, kwenye imani tunasema kuhani, kwenye injili tunasema kuhani, lakini kwenye biashara tunaita broker. Broker ni biashara kubwa sana duniani. Broker anasimama katikati ya muuzaji na mnunuzi, anatengeneza pesa. Yesu alisimama katikati ya wanadamu na Mungu, akatengeneza nguvu, tajiri, baraka, tukufu, heshima, hekima, akachukua zote. Alikuwa anatengeneza hivyo vitu baada ya kukaa katikati ya wanadamu na Mungu, kwenye kitabu cha Ufunuo 12, Ufunuo 5:12. Sasa leo hii kwa sababu umekataa maarifa, Mungu anakataa usisimamie biashara yake yote, usisimamie huduma yake yote, usisimamie kazi yake yote, kwa sababu Mungu hafanyi kazi na mtu mjinga. Kwa sababu anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kosa ni maarifa, sio pesa. Ni kwamba huyu mtu amekataa kutafuta maarifa. Amekataa kutafuta maarifa. Sasa unapopata maarifa, unajiuliza the future job, future work, future business, tutafanya nini? Ni kitu gani ambacho tutakachofanya? Tutaangalia mbele ya safari. Sasa nataka tuangalie kipengele cha 3 kinasema, ambacho nilimsomea mama yangu ile andiko. Alianza kulia saa hiyo. Nikamwelezea ile andiko kuanzia mwanzo. Hichi kipengele cha 3 ndio kilikuwa kibaya mno. Hichi kipengele cha 3 kilimgusa yeye na familia yake, na sisi wote kimetugusa kwenye familia nzima. Kinasema, kipengele cha 3 kinasema, kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, nami nitawasahau watoto wako. Mungu hatapangia mtoto wako hata mmoja kazi. Naomba nirudie tena. Anasema kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, nami nitawasahau watoto wako. Sitapangia mtoto wako yote kazi. Tukaangalia tumezaliwa ngapi? Ngapi wapangiwa kazi na Mungu? Hamna. Kwenda chochote utakachokipata darasa la kwanza mpaka chuo kikuu sio kazi, ni kibarua. Chochote ambacho huwezi shughuli yote ile ambayo huwezi kwenda na mtoto wako kazini, huwezi kwenda na mke wako kazini, huwezi kurithisha mtoto wako, ile sio kazi, ni kibarua. Kazi ya serikali ni kibarua, kazi ya makampuni ni kibarua, kwa sababu huwezi kwenda na mke wako. Kweli uongo? Kwenye hii nchi mtu ni mwanaume mmoja anaweza kwenda na mke wake kazini. Mwanaume mmoja, Mheshimiwa Rais, basi hao wengine wote kwenda na mke wao kazini. Tuko pamoja? Sasa lazima uangalie chochote ambacho huwezi kurithisha mtoto wako, huwezi kwenda na mke wako ukafanya pamoja, hiyo ni kibarua. Mke anafanya sehemu nyingine na wewe unafanya sehemu nyingine, hiyo ni kibarua. Na neno la Mungu linasema mtakuwa mwili mmoja, mtafanya kazi moja, mtalala kitanda kimoja, mtapata gari moja, mtakaa ofisi moja, mtaabudu kwenye kanisa moja, mtachungwa na mchungaji mmoja, kila kitu itakuwa ni moja, wote mnaongea lugha moja. Sio mmoja anafanya kazi idara moja, mwingine TRA. Huyu anaongea Kichina, anaongea Kifaransa, na mkalimani ni shetani. Inawezekana?
Nasema kweli. Ndio baba uongo. Kwa hiyo lazima ujue tunachosema ni kwamba Mungu ndiye anayepanga kazi. Sasa kazi zijazo, biashara zijazo, ni biashara gani tutafanya? Hiyo ndio kitu ambacho tunataka tukiangalie leo. Kazi zijazo, kazi miaka 10, miaka 20, miaka 30, 40, 100 inayokuja mbele. Ni kazi gani tutafanya? Especially wa Afrika, especially kanisa. Kanisa linaandaaje waumini wake kwa ajili ya kazi zinazokuja baadaye? Leo hii ilipokuja redio wanasema ni mambo ni ushetani, ni watu wa ulimwengu wa giza. Kanisa linalalamika, nasema sio kitu sio kimungu. Ilipokuja TV, kanisa ikasema sio kimungu. Imekuja internet wakasema sio kimungu. Inakuja G5 wanasema tena sio kimungu. Ni kanisa linalalamika. Kanisa liko nyuma miaka 100. Wanaohubiri hivi vitu sio wa Kristo, na unaanza kanisa liko nyuma miaka 100. Kazi ya kanisa ni kulalamika. Leo wameshaanza, watumishi wa Mungu wameshaanza kuongea vibaya kuhusu G5 au 5G. 4G, kama 4G ipo utakataje 5G? Jaribu kuangalia. Nini kanisa linaongea na nakupa mistari kwenye Biblia. Na anakuambia internet inaleta virusi vya corona, inaleta virusi. Sasa hebu niambie brother. Ni kanisa liko nyuma. Liko nyuma. Leo hii kanisa wanatamani kuwa na redio. Kweli uongo? Kanisa wanatamani kuwa na nini? Na TV. Kanisa wanatamani kuwa kwenye mitandao ya kijamii. Kanisa vitu ambavyo walikataa. Sasa tunajiuliza, kanisa laandaaje leo waumini wao kwa kazi zinazokuja? Tuna threat, tuna vitisho viwili hapa duniani sasa hivi ambapo ni vikubwa, vitachukua kazi zote. Vitisho viwili vikubwa. Kitisho cha kwanza kabisa ni robot. Mashine zinachukua kazi zote. Kitisho cha kwanza. Kitisho cha pili ni Wachina wanachukua kazi zote. Sasa hivi Wachina tuko pamoja. Wachina walijiandaa na ujuzi wa miaka 100 mbele. Walijiandaa na ujuzi wa miaka 50 mbele. Sio 50 mpaka 100. Yaani ujuzi wa China wanatumia leo, walijiandaa miaka 50 kabla. Leo ndio unatumika leo. Rais wa China mwaka 1968 alisema ikifika mwaka 2022 kila taifa duniani watakuwa wanatumia bidhaa inatoka China. Haijakuwa. Nishakuwa. Hiyo ni miaka 54. 1968 mpaka 2020. Ni miaka 54. Wameshajiandaa kwamba miaka 50 inakuja mbele bidhaa zote zitakuwa zinatumika dunia nzima. Kwa wamejiandaa ujuzi. Tanzania imejiandaa na ujuzi wa miaka mingapi? Kanisa limejiandaa na ujuzi wa miaka mingapi? Afrika imejiandaa na ujuzi wa miaka mingapi? Sio kutafuta kazi, tafuta ujuzi. Seek for the future skills, not the future jobs. People are looking for the future skills, not future jobs. Ujuzi ambao utafanya kazi miaka 10 inakuja mbele. Ujuzi ambao utafanya kazi kwa miaka 20 inakuja mbele. Ujuzi utakayosababisha uweze kuishi miaka 100 inakuja mbele. Ujuzi ambao utaachia watoto wako. Tutakuja kuangalia aina za ujuzi ambazo ukijifunza leo, kama kuendesha basketi. Ukiendesha basketi ukiwa mtoto, utaendesha pia ukiwa mzee. Kweli uongo? Basketi kibio na nunua nyingine. Ujuzi uliondoka. Unaendesha basketi. Kwa sasa tunajiuliza, ni biashara gani na ujuzi gani utakaojifunza ambao utaachia watoto wako? Watoto wako wanaendelea kufanya hicho kitu. Tunaendelea kufanya, lakini mtu mmoja alianzisha. Na unaangalia ni biashara gani ambayo ina miaka zaidi ya 2000 na ina ujuzi gani? Jifunze ile biashara. Ina miaka zaidi ya 2000. Kuna biashara kujifunza ujuzi wako baada muda mfupi unafanya. Leo kampuni ya Kodak piga picha, naweza kusafisha. Ule ujuzi upo tena? Umeshaondoka. Kuna tena mtu anatumia Kodak? Hakuna. Umeshaondoka kwenye ramani. Sasa ule ujuzi wa muda mfupi, baada ya miaka fulani unaondoka. Tumshukuru Mungu kwa kufahamu, tumshukuru Mungu kwa dakika moja.
alafu tuendelee na somo letu. Tunasema partnership with Holy Spirit. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba mtukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa siku mpya leo uliyofanya kwa ajili yetu. Tunafurahia na kushangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa majira ya saa 5 tunayafurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu, tunabariki majira ya saa 5 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki majira ya saa 5 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, tajiri wa Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki majira ya saa 5 na hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Tunabariki majira ya saa 5 na upendo wa Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo, imani ya Kristo, tumaini la Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Asante Roho Mtakatifu, tunafungua malango ya saa 5 kwa damu ya Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya kujifunza neno la Kristo, tunafungua malango ya kujifunza biashara, tunafungua malango ya akili ya Kristo, fahamu ya Kristo, tunafungua malango ya afya ya Kristo na nguvu za Kristo, tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kufikiri, ya kutafakari, ya kusoma, ya kusikiliza, ya kuandika neno la Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kutuamsha asubuhi ya leo, kwa kutupa pumzi, kutupa afya, kutupa nguvu, kutupa uzima, kutupa akili ya Kristo, kutupa ufahamu wa Kristo, kujitambua, kutupa matumaini ya Kristo ya siku zetu za baadaye katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakuomba utusamee maovu yetu yote, utuponye na magonjwa yetu yote kwa damu ya Kristo Nazareth iliyomwagwa msalabani, kwa maana fadhili za Kristo ni za milele katika jina la uweza la Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kujibu maombi yetu. Tunaamini na tumepokea katika jina la uweza la Kristo. Tunakaribisha Roho Mtakatifu katika majira ya saa 5 uwe mwalimu wetu. Tufundishe njia zako, tuonyeshe njia zako. Karibu Roho Mtakatifu. Katika jina la uweza la Kristo tumeomba na kushukuru. Haleluya. Amen. Okay, tuendelee na somo letu. Partnership with the Holy Spirit. Kwa nini tunasema kufanya kazi pamoja na Roho Mtakatifu? Kufanya biashara pamoja na Roho Mtakatifu ni kwa sababu ya security ya kazi yako, security ya biashara yako. Kwamba unajua kabisa kwamba information ambazo utakuwa unazipata kutoka kwa Roho Mtakatifu ni za kweli, hazijagushiwa, ziko clean. Sasa leo hii kama umeamua kufanya biashara mwenyewe, inafika mahali inagonga mwamba. Kwa mfano leo imekuja corona, biashara nyingi zimegonga mwamba. Kweli mwamba. Na watu wengi wamekufa, wengine wanaishi na hofu, wengine wapoteza kazi, vitu chungu nzima. Lakini kama ulikuwa uko partnership na Roho Mtakatifu, hili jambo alikuhusu. Hili jambo la corona alikuhusu. Na biashara yako hizo, kwa sababu biashara ambayo Roho Mtakatifu anasimamia ni partnership, yuko ndani, haiwezi kufa. Hebu jiulize, biashara ambayo rais wa nchi husika amenunua hisa nyingi kwenye biashara, inaweza kafa? Haiwezi kufa. Haiwezi kufa, labda yule rais aondoke madarakani, aje rais mwingine au hujumu ile biashara ule mwenzake, lakini haiwezi kufa. Haiwezekani mahali Roho Mtakatifu yupo kile kitu kiharibike, kwa sababu yeye ndo mwanzilishi. Kwa sababu Mungu hapendi ufanye kazi mwenyewe. Hebu tuangalie kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 17 na wa 18. Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 17 na wa 18. Neno la Mungu linasema nini? Neno la Mungu linasema, hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio umenipa utajiri huu. Mungu hataki upige kifua useme nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio umenipa utajiri. Mstari wa 18 unasema, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, kwa maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanya imara agano lake alilowapa baba zako kama vile leo. Mungu anataka umkumbuke kwamba yeye ndo amekupa utajiri, sio kwamba ni nguvu za mkono wako. Nguvu za mkono wako haiwezi kukupa utajiri. Itakupa
gani, lakini kukupa utajiri no. Ni Mungu ndiye atakupa utajiri. Sasa ukiwa partnership na Mungu lazima ufanye vizuri. Hebu tuangalie Isaya 48 mstari wa 17. Isaya 48:17, neno la Mungu lasema nini? Neno la Mungu lasema, Bwana mkombozi wako mtakatifu wa Israeli asema hivi, mimi ni Bwana Mungu wako, nikufundishaye ili upate faida, nikuongozaye kwa njia ikupasayo kuifuata. Mungu unapokuwa partner na Roho Mtakatifu anakuongoza kwenye njia ambayo inakupasa kuifuata. Huwezi kwenda kwenye njia ambayo sio. Ukisoma kwa kitabu cha Methali, ile andiko limejirudia mara mbili, Methali 14:12 na Methali 16:25, ile andiko limejirudia mara mbili. Ukiona andiko kwenye Biblia limejirudia mara mbili, uwe makini sana. Methali 14:12 inasema, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Methali 14:12 na Methali 16:25. Neno la Mungu lasema, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Sasa kuna njia unaweza kuona iko sawa machoni pako, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Ni kwa sababu gani? Uongozi na Roho Mtakatifu. Sio partner, sio mwekezaji namba moja kwenye kampuni yako. Unajua kitendo cha nchi za Afrika kwenda kutafuta wawekezaji Marekani ni kukosa maarifa. Wa Marekani wanatafuta wawekezaji kwa nani? Wa Japani wanatafuta wawekezaji kwa nani? Waingereza wanatafuta wawekezaji kwa nani? Wale ambao wanakuja kuwekeza kwako, wao wanatafuta wawekezaji kwa nani? Mungu aliwekeza kwao. Walienda kwenye chanzo, the source, kaenda kwa Mungu. Mungu akawekeza kwao. Sasa na sisi tunaenda kuomba, yani sisi tunatumia second hand. Hatuendi kwenye chanzo, tunaenda kwa mzungu, hatuendi kwa Mungu. Hilo ndio kosa tunalofanya. Cha kutegemea mzungu kuacha kutegemea Mungu. Hapo ndo na neno la Mungu liko wazi kabisa. Yeremia 17:5. Yeremia 17:5, neno la Mungu liko wazi kabisa. Ni vizuri nikasoma kama lilivyoandikwa. Neno la Mungu linasema, Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Amemfanya mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Moyoni mwake amemwacha Roho Mtakatifu. Ukishamwacha Roho Mtakatifu umeshalaaniwa. Unategemea mwanaume mwingine. Unamtegemea Marekani akupe msaada. Unategemea Mwingereza akupe msaada. Unategemea Canada akupe msaada. Japan akupe msaada. Unanyenyekea mwanaume mwingine, unaacha kunyenyekea Mungu. Tayari partnership with the Holy Spirit. Nchi za Afrika zingine partnership na Roho Mtakatifu, wangekuwa wanapata mafunuo. Ubunifu ungekuwa unakuja mkubwa tu Afrika. Ugunduzi mkubwa ungekuwa unaanzia Afrika. Lakini kwa sababu sisi tume partnership na mizimu, tume partnership na waganga, tume partnership na wanadamu, tume partnership na mizimu, vitu ambavyo uchawi. Angalia timu za mpira, sidhani kama timu za mpira za Uingereza na Marekani wanaenda kwa waganga. Umeshakusikia kitu kama hamna? Huwezi kusikia Marekani anafanya biashara ameenda kwa mganga. Huwezi kusikia. Hamna. Anajua kama mimi nikiwa na elimu ya kitu fulani nitafanikiwa. Uliza Marekani yote ambao ni tajiri, yote muulize, niambie chanzo cha utajiri wako. Atakwambia nilisoma kitabu cha fulani. Muulize Richard Branson, Virgin Atlantic, anakwambia nilisoma kitabu cha fulani kimeandikwa start small. Akaanza kidogo. Leo ana ndege nyingi kuliko serikali ya nchi yake Uingereza. Sasa hebu jiulize. Anakwambia nisoma, ukimuuliza Bill Gates, anakwambia nisoma kitabu cha fulani. Hebu waulize matajiri wa Afrika. Hebu tuambie chanzo cha utajiri wako. Hawezi kuelezea. Hawezi kuandika kitabu alipataje pesa yake. Kwa sababu kinahusiana na mambo uchawi, rushwa, wizi, unyang'anyi, vitu vya ajabu, mizimu. Hawezi kuandika vitu kama hivyo kufundisha jamii kwamba ulipataje utajiri wako. Kumbe lazima ukae chini, kwa sababu partnership na Roho Mtakatifu haupotezi. Sasa anakwambia mimi ndio Bwana Mungu wako, nikufundisha njia ya kupata faida. Ukiona unafanya biashara na mpanga faida mwenyewe,
uko mwenyewe. Umeshapiga mahesabu, nikikopa hela benki, nikienda China, kinunua mzigo, faida ni hapa. Uko mwenyewe, uko na Roho Mtakatifu. Yeye anakwambia mimi ndio nitakufundisha njia ya kupata faida. Wewe unahitaji kufundisha njia yako mwenyewe. Mwisho wa siku ile pesa inakuja na magonjwa, ndio njia, iko njia mwanadamu yonaye iko sawa machoni pake, lakini mwisho wake ni njia za nini? Za mauti. Wala watu wanaishia kutembea na vidonge kwenye magari, ofisini. Kila gari fungua kwenye dashboard kuna vidonge. Kila ofisi alionayo, kila chumba anachopumzika, kila meza anayekaa nyumbani kwake kuna vidonge na maji. Kuna chupa ya maji na vidonge. Kila saa anamwambia mke wake, vidonge vyangu. Kila saa mke wake anamkumbusha, baba nani? Umemeza vidonge leo? Hebu niletee. Anafikiria ni kitu kizuri sana. Umeelewa? Na anasema na daktari wangu. Unajua mtu anayesema na daktari wangu ni mtenda dhambi namba moja. Mtu anayesema na wakili wangu, kama sio wakili wa biashara, ni mtenda dhambi namba moja. Magonjwa yanasababishwa na dhambi. Kwamba lazima uwe na daktari wa dhambi. Daktari wa dhambi ni Yesu. Ndio anaondoa magonjwa. Kwa hiyo lazima uangalie ni nini unaweza kujiposition, kujiweka sawa. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia leo, unapofanya kazi na Roho Mtakatifu, anapokuwa ni partner kwenye biashara yako, anapokuwa ni partner kwenye kazi yako, kwenye ndoa yako, kwenye familia yako, kuna kinachoharibika. Watu wengi wanaona ni ngumu sana kuanza na Mungu. Kuanza na Mungu kuna gharama ya kulipa. Kwa sababu Mungu aanze na wewe katikati. Kuna watu tunawaona kwenye makanisa ambapo kwa tunaabudu, anaingia kanisani na pesa yake ya kienyeji, ana nyumba 2, magorofa na magari, anazidi kuongeza, kizoke. Lakini yule mtu anasema ameokoka. Kuna kuokoka ni mara 4. Kuokoka unaokoka mara 4. Kuna kuokoka mara 4. Kwanza kabisa, kama umeajiriwa kwenye kazi ya mtu, lazima ile kazi iokoke. Pili, kama una biashara, lazima biashara yako iokoke. 3, wewe mwenyewe binafsi lazima uokoke. 4, familia yako lazima iokoke. Yako maandiko. Kwa sababu Yesu alipokuwa kijana tajiri, alipompata Yesu, akamwambia ninawezaje nikaurithi ufalme wa mbinguni? Yesu alimwambia kauze mali yako yote, ugaie maskini, alafu unifuate. Akamwambia Yesu, nimeshika Torati. Yesu kumwambia kwenye Torati uko vizuri sana, hauna shida. Ina maana yeye binafsi alikuwa ameokoka, yeye binafsi, lakini biashara yake ilikuwa haijaokoka. Kwa sababu akaambia kauze mali yako. Torati imeshika, kama ile Torati uko vizuri, lakini umepungukiwa na neno moja tu. Kauze mali yako, ugaie maskini. Akaondoka pale amekasirika. Biblia kaishia hapo, haikusema kwamba jamani enda kuuza, nasubiri tukifika mbinguni tutamtafuta jamaa. Mimi namjua, tutamtafuta. Tutamtafuta. Yuko kwenye Biblia, tutamtafuta. Hata Abraham tutamtafuta. Kila mtu tutamtafuta. Kila mtu anaandika kwenye Biblia tutamtafuta. Lakini hakikisha uko sehemu ambao wako wao. Uko sehemu ambao wako wao. Kumbuka Abraham kule tajiri yuko motoni. Alimwambia Abraham, unaweza kumtuma Lazaro kaniletea tone la maji aniondoshe kwenye ulimi. Lazaro, Abraham akamwambia, kati ya sisi na nyinyi kuna korongo, kuna bonde kubwa sana. Sasa hakika kwamba uko upande wa Abraham, usio upande wa tajiri. Ukiwa upande wa Abraham utamtafuta utamwona. Ukiwa upande wa tajiri utamwona. Kwa hiyo lazima ujitahidi kwamba uwe partnership na Mungu. Sasa tumejaribu kuangalia vitu ambavyo ni threat kwa Afrika sasa hivi. Ni robot, mashine zinachukua kazi zote. Ni wa China. Nakumbuka wakati najenga hii nyumba hapa, mahali nilikuwa nanunua tofali, kuna mashine inafitoa tofali 40,000 kwa siku, na anafanya kazi mtu mmoja ile mashine. Yaani wakiongezeka ni 2, lakini ile kazi nikuta mtu mmoja tu anachanganya. Ile mashine inachanganya cement yenyewe, kokoto yenyewe, chipstone yenyewe, kila kitu. Tofali zikifatuliwa, nyoni zinaondolewa, zinapakiwa kwenye magari, zinapelekwa site. Ambaye ananunua tofali anaenda kumwagia maji zikiwa kwenye site yake. Mimi tofali nyingi nilikuwa namwagia maji zikiwa hapo. Sababu tofali moja ilikuwa inauzwa shilingi 600, wakati tofali ya kawaida ya gali ilikuwa inauzwa shilingi 200. Tuko pamoja? Tofali ya kawaida ya gali ilikuwa inauzwa shilingi ngapi? 200.
na wao walikuwa wanauza tofali moja shilingi 600. Linunua tofali 30,000 kwao. Idara ya kazi hapa Tanzania, idara ya kazi serikali ilikuwa inaenda kule kwenye kile kwa yule mwini anasika tofali, inamwambia hauruhusiwi kutumia mashine ya kupakia matofali kwenye gari na kushusha matofali kwenye gari. Ajiri watu. Tuko pamoja? Wanaambia ajiri nini? Watu wapakie tofali nini? Na kushusha. Kwa sababu mashine imechukua nini? Ajira ya wale watu wakupakia tofali nini? Na kushusha. Mashine imeshachukua ile ajira. Sasa hapo ni kasehemu kadogo tu nimejaribu kukuambia sasa hivi. Hiyo sehemu kubwa ya viwandani huko China na nchi nyingine, Marekani, Japan, Uingereza, automation na artificial intelligence zimechukua kazi zote. Tuko pamoja? Sasa hebu jiulize sasa, Wakristo wamejipangaje kuhusu the future job, future work, kazi zinazokuja na ajira zinazokuja? Wamejipangaje? Wanakaa tu kufunga na kuomba. Kufunga na kuomba tu wanajua. Angalia. Yaani Wakristo kitu ambacho wanakosa wanalofanya, watafunga macho, wakija kufungua hakuna kazi. Mashine zimechukua kazi zote. Tuko pamoja? Hiyo ndio kosa. Wataacha kula asubuhi mpaka jioni. Sasa wanakuja kula chakula, wanakuta kazi hakuna. Wakati wanafungua, kazi hakuna. Wameacha kufikiri. Kanisa limeacha kufundisha watu kazi. Kwamba kesho ni kazi gani? Corona hii corona tunaita is a wake up call. Wake up call Kiswahili chake nini? Ni uamsho yaani uamsho kwamba fungueni macho. Kanisa fungua macho. Watu wengi wameshapoteza kazi. Watu wameshapoteza biashara. Watu wengi wameshakufa. Wala wajanja waliotengeneza corona wanaleta kompyuta zifanye kazi. Unanunua vitu kupitia kwenye mtandao. Unanunua vitu kila kitu na wenyewe ndio wenye warehouse makubwa. Wale wenye maduka madogo watafanya nini? Na kwenye mtandao bei rahisi kuliko nini dukani kwa mtu. Na mzigo unakuja saa hiyo. Amazon wametengeneza zile kama za kupiga kamera zile kama autopilot. Drone zinapeleka mzigo nyumbani kwa mtu. Unaweka mzigo pale inabeba kilo 20 inakuletea nyumbani kwako na address. Ikifika pale juu inapiga alarm. Inakupigia simu. Niko hapa. Inashuka. Ukitoka na simu yako nje inashuka. Inakupa unafungua mzigo wako na yachie naondoka. Imepoteza ajira ngapi? Hebu nijiulize, kanisa inabidi lianze kufikiria kwamba watu wao watafanya nini, kwa sababu kutakuwa hakuna sadaka. Na siku sadaka kisha ndio kanisa linafungua macho. Kwa sababu watu wamepoteza kazi. Mashine zimechukua kazi zote. Sasa lazima tujiandae. Afrika lazima, mimi naongelea kanisa. Na nikisema kanisa naongelea Afrika ndugu yangu. Ni kazi gani wa Afrika watafanya? The future work, future job. Ni kitu gani tutafanya? Kila kitu kinahamia kwenye smartphone. Sasa inabidi tuingie kwamba turn your smartphone into a smart bank. Turn your smartphone. Badilisha smartphone yako iwe smart nini? Benki. Watu kuchukua pesa na kwenye simu. Kwa sababu ndio eneo ambalo inabidi tuanze kufikiri. Na kitu ambacho Waafrika ambacho inabidi tukifanye. Nianze kutoa majibu sasa. Nimeweka sana kwenye maswali. Nianze kutoa majibu. Majibu ni kwamba Afrika ili Mungu aweze kuwabariki ni lazima wajitofautishe na kazi ambazo zinafanywa na mashine na kazi ambazo zitafanywa na watu, kwa sababu sasa hivi huwezi kuzuia mashine kufanya kazi. Kwa sababu mashine huko tunapoelekea, mashine zitakuwa na akili. Mashine mpaka sasa hivi zinaitwa artificial intelligence. Zina akili kwa nini? Mwanadamu. Na mashine kishakuwa na akili kwa mwanadamu, ina maana mwanadamu anatawaliwa na nani? Na mashine. Anatawaliwa na smartphone. Anatawaliwa na automation machines. Anatawaliwa na artificial intelligence. Mwanadamu anaanza kutawaliwa na mashine. Sio tena anatawaliwa na mwanadamu mwenzake. Anatawaliwa na mashine. Kwa sababu mashine inafanya kompyuta moja inafanya kazi ya watu 50 mpaka 500. Sasa kama nimefikia mahali tunatawaliwa na mashine,
tunafanya kazi gani? Ndio sababu tunasema anza kujipanga, uingie partnership na nani? Na Roho Mtakatifu, kwa sababu hii Roho Mtakatifu hii ndio akili kubwa kuliko akili zote duniani. Hii ni akili kubwa kuliko ya mashine. Akili ya Mungu ni kubwa kuliko akili ya nini? Ya mashine. Sasa kila kitu tunachojifanya lazima uingie partnership na Roho Mtakatifu. Haijalishi biashara gani unafanya, ingia partnership na Roho Mtakatifu. Awe partner kwenye biashara yako, mkaribishe. Tofauti na hapo, mashine zikichukua kazi, utafanya kazi gani? Kwa sababu mashine zina akili kuliko wewe. Na vyakula wanavyotengeneza sasa hivi, tunavyokula, madawa, mazingira ambayo hali ya hewa yenyewe inachafuliwa, watu wanaacha kufikiri vizuri. Tuko pamoja? Na dawa tunazotumia za hospitalini zinasababisha uwezo wa watu kufikiri unapungua. Vyakula tunavyokula, dawa zinazowekwa kwenye kilimo, sukari, vitu vinavyochanganywa kwenye kila kitu vinapunguza uwezo wa watu kufikiri. Sasa tunategemea na hii dunia itakuwa na watu mataira wengi mno. Kwa sababu gani? Ni mashine zitakuwa zinafanya kazi, robot zitakuwa zinafanya kazi, ni house robot, mtu wa garden robot, kila kitu robot. Kwenye maduka yote ni robot. Nakumbuka Marekani walipo kwenye vituo vya treni walipoleta mashine kama ATM, vending machine kwa ajili ya kununua kadi za safari, walipunguza watu wakaandamana, walipunguza watu wengi kazi. Sababu unaingia kwenye kituo cha treni kuna mtu mmoja na polisi yuko pale, au na walikuwa na polisi wao wanaitwa transit police, polisi wa subway. Unakuta wamesimama pale wawili watatu wamesimama pale, watu wakiingia tu unaingia kwenye mashine pale, mnajipanga pole, mnanunua kadi, mnajilipia kila kitu, mnajilipa pale. Na kwenye ile booth mahali uko tunanunua token, kuna mtu mmoja tu, kama unahitaji change labda kuna kitu unahitaji, mtu mmoja tu ameweka pale. Vitu vingine havina mtu kabisa, unaingia tu na mashine unanunua unaondoka. Waliandamana sana lakini kusaidia. Kwa sababu tunapunguza, sababu tutengeneze faida. Tuko pamoja. ATM angalia zinafanya kazi masaa 24, zile za subway zinafanya kazi masaa 24. Kwa hivyo lazima uangalie mashine zinachukua. Hivyo ni vitu vidogo tu ambavyo tunaviona kwa macho, asiingia viwandani. Tukaangalia viwandani, mashine zinafanya kazi. Watu wangapi wamefukuza kwa sababu ya mashine? Kwamba leo hii tusipojipanga kwa sababu ya kazi zinazokuja ni ngumu sana. Tuangalie kazi ambazo zinazokuja, kazi ambayo ujuzi. Nataka nikupe mfano wa kazi moja tu, kwa sababu muda wetu au sio rafiki. Nikupe mfano wa kazi moja tu ambayo ina miaka zaidi ya 2000, na ukisoma kwenye Biblia imeandikwa, na ni ujuzi. Ukijifunza utafundisha mtoto wako na mwingine na utakaa uishi. Ni kazi ya stock exchange, financial industry. Tukisema financial industry ni stock exchange pamoja na forex exchange. Hizi kazi zote zinazohusiana na financial, masoko ya fedha, biashara yote inayohusiana na masoko ya fedha, biashara yote inayohusiana kufanya biashara ya oil kupitia masoko ya hisa, mafuta, biashara ya goldi, biashara ya stocks, biashara ya forex, zote ziko nyingi. Kuna trade options, futures, commodities, zote ziko hizo kwenye masoko ya hisa. Lakini nataka tuangalie hizi mbili ambazo ziko watu wanaweza kuwa wanazielewa sana, stock na forex. Huu ni ujuzi ambao ukifundisha mtoto wako, ukijifunza, au utakaa uishi, utaachia watoto wako. Ni kwa nini? Roho Mtakatifu atoe ni partner kwenye forex. Tuongee forex kwa sababu wengi hawajui hata stock. Wengi wana trade forex Tanzania. Ukipartnership na Roho Mtakatifu kwenye forex, anakuambia soko la hisa linakwendaje kesho. Na una partnership naye vipi? Unafanya kazi yake, anafanya kazi yako. Tuko pamoja? Wachungaji wote, maaskofu wote, watumishi wa Mungu wote duniani walikuwa watakiwa kutegemea sadaka. Kwa sababu ukisoma kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 11 mstari wa 1 na 2 kwenye Biblia ya Good News, inasema kwamba ni biashara Suleiman alikuwa anafanya, wekeza kwenye
biashara za fedha za kigeni. Tuko pamoja? Sasa Suleiman alikuwa anafanya hizo biashara za fedha kigeni kwa sababu hata Yesu alipokuja alikuta wanabadilisha fedha kwenye makanisa. Kweli uongo? Alikuta Yesu miaka 2000 iliyopita, Yesu alikuta biashara ya fedha inabadilishwa ndani ya kanisa. Kwa sababu wala jamaa alikuwa anajua ndio mahali pako salama, alafu watu ndio mahali watu wanakuja. Alafu kwa nini tunabadilisha kanisani? Kwa sababu ndio mahali watu wataamini kwamba kitu sio fake. Tuko pamoja? Kwa hiyo sasa nilipoangalia hii biashara ya miaka 2000 Yesu alikuta inafanyika. Kama hii biashara ukijifunza utaachia watoto. Soko la hisa la Marekani linachungwa na serikali ya Marekani. Soko la hisa la China linachungwa na serikali ya China. Soko la hisa la Uingereza linachungwa na serikali ya Uingereza. Ni biashara ambayo leo hii corona imekuja imeua watu zaidi ya 100,000. Lakini soko la hisa halijatingishika. Biashara nyingine zimefungwa. Soko la hisa hajafungwa. Mashirika ya ndege yamefungwa. Mahoteli yamefungwa. Watu wamezuiliwa ndani. Soko la hisa linaendelea. Tuko pamoja? Hiyo ni biashara pekee yake ambayo haihusiani na corona. Nyingine zote corona imeaffect, imesumbua, imeharibu, imeua, imefuta zile biashara kwenye ramani ya dunia. Leo angalia soko la hizi ndio biashara ambazo ni kipimo cha kujiuliza. Sasa hivi niingie kwenye biashara gani? Ingia kwenye forex, ingia kwenye stock, ingia kwenye option, future, kwenye pesa. Hii ndio biashara ambayo haijatingishwa na corona. Na sio baada ya corona kisha itakuja nyingine. Haitasumbua soko la hisa. Kwa sababu soko la hisa la Marekani ndio roho ya Marekani, ndio damu ya Marekani. Hawaweza thubutu Warusi wanaprint pesa wanaingiza kwenye soko la hisa. Wanaprint pesa wanaingiza kwenye makampuni yanaingiza kwenye soko la hisa. Lazima ukae chini ujiulize. Na hizi biashara mbili unafanyia kwenye smartphone yako. Unabadilisha smartphone yako kuwa benki yako. Turn your smartphone into smart bank. Smart bank. Unakwenda kutunza mazingira. Tutarudi kwenye zile kazi za mwanzo kabisa, kazi ya mwanzo ambayo Mungu alimpa Adam, kutunza mazingira. Unaenda kutunza mazingira. Unamchaji Mungu. Kitu ambacho jana nilikuwa nafikiria wakati naandaa somo. Wazungu walikuja Afrika wakachukua mali zetu. Wakachukua na watumwa kwenda kujenga miji yao. Leo hii Mungu alipowaajabu amebadilisha kipande. Mimi naenda kufagia soko kuu, sokoni. Naenda kwa watoto yatima kuwasaidia kufua kupika. Tanzania nalipo na soko la hisa la Marekani. Nalipo na wazungu. Nafagia Tanzania nalipo na Wamarekani. Nafagia Tanzania nalipo na Uingereza. Forex iko katika nchi 4. Uingereza wanashirikiana mataifa 4 kwa masaa 24. Uingereza, Japan, Marekani na Australia. Wanashirikiana masaa 24. Kila mmoja anafanya kazi masaa yake machache. Ili soko la hisa lisifungwe kwa muda wa siku 5. Kwa hiyo tutaangalia, unafanya kazi Tanzania, unajilipa Marekani. Unafanya kazi stendi ya Tanzania, stendi ya Ubungo, stendi ya Arusha, stendi ya Dodoma, unafagia, unatunza mazingira, unajilipa Marekani. Ndio jinsi Mungu amerahisisha dunia kupitia smartphone yako. Ukimchaji Mungu $100 kila saa moja kufagia, kutunza mazingira, unaenda kujilipa kwenye forex. Hiyo tunaita partnership with the whole thing. Ukienda kutrade forex na hujafanya kazi ya Mungu, uone wizi na kuna gharama ya usaliti. Kwa sababu huwezi kaa kwenye kompyuta. Hela zilizoko kwenye soko la hisa, kwenye forex ni hela za mabenki, ni hela za wastaafu, ni hela za watu wameweka kule. Alafu benki inaenda kutengeneza faida kule ili iweze kulipa wale wastaafu. Alafu unaenda kuchukua zile pesa na hujafanya kazi ya Mungu. Kama unafanya kazi ya Mungu unaruhusiwa. Mhubiri sura ya 2 mstari wa 26 unaruhusiwa kwenda kuchukua zile pesa kama umemtumikia Mungu. Mhubiri 2:26 ile andiko linaruhusu na anakuambia mimi nitakufundisha njia ya kupata faida. Mhubiri 2:26 neno la Mungu linasema kwa sababu Mungu humpa yeye aliyemridhia maarifa, hekima na furaha. Bali mkosaji mwenye dhambi humpa taabu
ili kukusanya na kututa kurundika apate kumpa huyo ambaye Mungu amridhia. Mungu, wale watu wameshakurundikia pesa kule, nenda kumtumikia Mungu. Na ukimtumikia Mungu wakati unajifunza forex, unajifunza kununua stock, ni rahisi kupata mafunuo, ni rahisi kupata akili. Mungu anakufundisha, anakwambia mimi nitakufundisha njia ya kupata faida. Lakini kama unajifunza kwa akili yako mwenyewe, itakuwa ni ngumu sana. Itakuwa ni ngumu sana. Kwa sababu unahitaji msaada wa Roho Mtakatifu. Kila mahali ambapo ukikwama, hujaelewa, unaomba Roho Mtakatifu, naomba nifundishe. Hichi kitu sijaelewa. Yohana sura ya 14:26. Unamwomba Roho Mtakatifu msaada, anakufundisha. Tunafundisha vitu tunavyopata. Atufundishi vitu ambavyo tufanye kazi. Kwa sababu sasa hivi tunachofanya sisi, agizo ambalo mimi niliopewa tangia mwanzo naanza huduma, fundisha watu kufanya kazi na fundisha watu jinsi Mungu anavyolipa watu. Fundisha watu kumtumikia Mungu na fundisha watu jinsi ambavyo Mungu analipa watu. Mungu anakulipia kupitia biashara yako, anakulipa kupitia afya yako, kupitia maisha yako, kupitia vitu vingi. Ananitia milioni moja. Sasa ndio kitu tunachofundisha. Tuna programu ya kazi ya yai. Yai maana yake nini? Yesu, kazi ya Yesu, kazi ya Adam, kazi ya Injili. Ukifanya katika hizi kazi tatu, chagua moja. Na katika hizi kazi tatu, kila kazi moja ina vipengele vingi sana. Chagua katika kipengele kimoja. Kama ni kutunza mazingira, umeamua kupanda miti, panda miti. Fungua akaunti yako ya forex, anza kujifunza. Ingia kwenye mitandao, kwenye YouTube, anza kujifunza. Kama kuna darasa mahali wanafundisha forex, nenda kafundisha forex. Nenda kafundisha stock. Ukishamasta, wakati unafanya kazi ya Mungu, unaanza kumchaji Mungu. Kila lisali moja kiasi fulani. Na huku unajifunza. Ukishamasta, unaanza kujilipa. Kila lisali moja ambalo uko unamchaji Mungu, hela yako unaweza kuchukua kwenye forex. Yote kwenye stock, kwenye masoko ya hisa. Unaweza kuchukua yote. Very simple. Kwa hiyo lazima uangalie ni eneo gani. Tuangalie maandiko yanasema nini. Yohana 14:26. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atamleta kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Roho Mtakatifu ndio atakaye kufundisha. Ndio atakaye kufundisha. Tumesoma Isaya 48:17. Tuangalie Zaburi ya 32 mstari wa 8. Zaburi ya 32 mstari wa 8. Neno la Mungu linasema nini? Zaburi ya 32 mstari wa 8. Nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri, jicho langu litakutazama. Nitakushauri, atakushauri jinsi gani ya kununua hisa na kuuza hisa. Sasa hebu jaribu kuangalia. Anasema nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri, jicho langu litakutazama. Sasa jicho la Mungu kama linakuangalia, wewe unapoteza kitu. Sasa lazima ukae chini uangalie. Hizi ni biashara ambazo tumeangalia. Ni biashara. Ukienda kuuza mahindi, ukaenda kutunza mazingira, ukaenda kwa watoto yatima, ukaenda kuchoma mahindi, bado Mungu atabariki kazi ya mikono yako. Tumeangalia eneo la fedha. Ni kazi nyingine yote kufanya. Umefanya kazi ya Mungu kwanza, bali utafute kwanza ufalme wake na haki yake, na mengine yote mtafanya, mtazidishiwa. Fanya kazi ya Mungu kwanza, nenda kafanya kazi yako. Utaona Mungu anakubariki. Bariki kazi ya mikono yako. Lakini Mungu atabariki kazi ya mikono yako kama hujafanya kazi yake. Yesu anasema si mimi ndio nichagua mimi, bali ni mimi niliyowachagua ninyi. Mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, yaonekane, ili kwamba lolote mlilombalo kwa Baba kwa jina langu hawapeni. Sasa unajiuliza kwamba umefanya nini cha Mungu? Kuna matunda yote umezaa. Unaenda kwenye forex, kuna matunda umezaa, ndio umefanya kazi, umetoka kwenye kituo, unaenda kuchukua malipo yako kule, unajilipa kwenye forex. Hiyo ni njia ambayo ni ukitaka kujifunza, ambayo itakuwa ni direct, unajilipa direct, unaona ila mkononi. Tofauti na kwenda kuchoma mahindi, kwenda kufungua duka, kwenda kupika chakula. Mungu atakulipa kwenye ile eneo, lakini unataka kuona hela cash. Kama vile umeajiriwa kwa mtu alafu anakulipa hela cash. Uzuri wa forex unaweza kufungua hata na $10, hata na $1. Tuko pamoja. Wanakupa buying power ya kutosha. Kwa unajifunza, unapata huo ujuzi
That we call the future skills. Forex is the future skills. Ni ambao leo ni jana, leo na kesho ipo. Ukishajifunza tukishajua ni kama kuendesha basketi. Kila siku unamtumikia Mungu na unachukua malipo yako huko. Na hakuna kiwango cha pesa utakachomchaji Mungu kwa lisali moja Mungu ashinde kukulipa. Mungu anakulipa. Mungu anakulipa. Hakikisha unamwahidi Mungu utatoa fungu la 10, utasaidia yatima, utasaidia wazee, utasaidia watu. Mungu anakuambia sawa. Endelea. Kifanye hivi upungukiwe na hela hata siku moja. Yaani kila siku wewe ni pesa unatengeneza, ni pesa unatengeneza, ni pesa unatengeneza. Kwa hiyo lazima ujitahidi kwenye hilo eneo, ujifunze ujuzi ambao hauna kikomo. Kama kuendesha baskeli mpaka ukifa ndio umeacha kuendesha baskeli. Kwa hiyo lazima uangalie, kwa sababu sasa hivi kazi zinachukuliwa na Wachina na robot, mashine zinachukua kazi. Sasa hivi tunakwenda kwenye kazi za kijamii, kumtumikia Mungu ili ukajilipe kwenye hizo kazi zao. Unamtumikia Mungu, unaenda kujilipa kwenye hizo kazi zao ambazo mashine zinafanya. Unajilipa kwenye stock exchange ambapo ni makompyuta yanafanya hizo kazi. Unajilipa sehemu mbalimbali. Kwa hiyo lazima uangalie ni kitu gani ambacho utakachokifanya. Na kazi iliyobaki Waafrika inabidi warudi kumtumikia Mungu, watunze mazingira yao, Mungu awape. Na ukitunza mazingira ni kitu vipi Mungu atakulipa nacho? Atakupa wazo na ubunifu. Utatengeneza pesa kwenye estate. Yaani hayo mengine yote mtazidishiwa. Kupewa mawazo ya biashara, kupewa ndoto, kupewa maono, kugundua kusudi lako la kuwa hapa duniani. Utaona vitu vinatokea tu, unaexpand, unakuwa. Ni kwa sababu unatunza mazingira. Kitu kimoja, ukijifunza na forex, ukijifunza na stock exchange, una trade, naanza kutengeneza pesa. Mungu anafungua milango. Afya yako inakuwa ni nzuri, kila kitu kinakuwa sawa. Watoto wako, maisha yako, kitu kinakuwa sawa. Tofauti na hapo ni ngumu. Sasa hivi hii ni wake up call. Lazima kanisa lianze kufundisha watu kutunza mazingira. Lianze kufundisha watu kwenda kwa watoto yatima. Lianze kufundisha watu kwenda kujifunza forex, kujifunza stock. Lianze kufundisha watu wamtumikie Mungu kwanza na wafungue biashara. Kwa sababu kumtumikia Mungu ni mkono wa kulia, biashara ni mkono wa kushoto. Huwezi kumtumikia Mungu hauna biashara. Huwezi kumtumikia Mungu abaki kwenye maombi ukaomba Mungu akupe hela. Haiwezekani. Na siri nyingine, Roho Mtakatifu ananiambia, haitakiwi kuomba Mungu akupe pesa, inatakiwa uite pesa. Usimwombe Mungu akupe nini? Pesa ni roho. Ita pesa. Ukishamtumikia Mungu ita nini? Ita pesa. Pesa unaita, pesa ni roho. Kama unaweza kumuita Mungu unaita nini? Unaita pesa. Mungu anasema, angalia kwenye Mathayo 6:24. Ukiona kitu ambacho Mungu amejifananisha nacho, jua kabisa kwamba hicho kitu unakiita. Neno la Mungu linasema hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili. Kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kutumikia Mungu na mali. Ina maana Mungu ni roho na pesa ni roho. Ukitaka pesa iite. Yeremia 33:3. Yeremia 33:3 neno la Mungu linasema nini? Neno la Mungu linasema, niite nami nitaitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyojua. Pesa unaita, pesa uombe. Umeshamtumikia Mungu unaita pesa. Pesa ina masikio, pesa ni roho inasikia. Sasa watu wanakutana omba Mungu ampe hela. Mchungaji mmoja aliambia omba Mungu akupe biashara. Mungu alimwambia omba biashara, usiombe hela. Pesa unaita. Tuko pamoja? Na Mungu akishakupa biashara unaita nini? Unaita pesa. Kama unahitaji milioni 1 leo unaita ile milioni 1 leo. Kama unamtumikia Mungu inakuja. Mungu anakuletea wateja kwenye biashara yako, wananunua vitu vya milioni 1, milioni 2, milioni 3. Sasa kama una trade kwenye forex, kwenye stock, unaita hizo pesa. Leo unajua umeshafanya kazi kama jana, somo la jana tulifundisha. Umeshafanya kazi, unajua una hela kiasi fulani. Unahitaji hela kiasi fulani, unaita ile pesa. Unaenda kwenye forex unachukua ile pesa. Unaenda kwenye stock unachukua ile pesa. Very simple. Lakini unamtumikia Mungu kwa sababu uko partner na nani? Na Roho Mtakatifu. Anafanya kazi 100%, yeye anachukua 10%. Maisha yanasonga mbele. Ni mwaminifu, asemi uongo, ni wewe kuwa mwaminifu. Anatafuta mtu mmoja tu mwaminifu wa kufanya naye kazi. Ndicho kitu Mungu anachotafuta. Ukisoma kitabu cha Ezekiel
22:30, Ezekiel 22:30, neno la Mungu linasema, nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu. Sikuona mtu. Akisha Mungu awamwia akiwa anatafuta mtu akuone wewe. Anasema sikuona mtu. Naamini Mungu akija Arusha anataka kumpa mtu biashara, atanikuta mimi. Anataka kumpa huduma, atanikuta mimi. Kwa sababu anza kujiandaa. Fursa zinaenda kwa watu waliojiandaa. Yaani hatari sana fursa hii ikute hujajiandaa. Fursa inaenda kwa watu waliojiandaa. Kimwona mtu wetu kuna fursa imetokea, yule mtu anafanya vizuri, afika amejiandaa kwa ile fursa. Kwa sababu anaweza kuelezea ile fursa vizuri. Lakini kama hajajiandaa, leo tunasema kwamba okay, Mungu anataka kumbariki mtu kwenye forex. Wewe umejiandaa kwenye forex, umesomea forex, anataka kubariki kwenye stock, anataka kwenye options, futures, kwenye masuala ya kifedha. Anakuta una elimu ya fedha, unakuta hauna, anapita. Wakristo wengi wanaimbaga ule wimbo, unapozuru wengine usinipite. Mzazi unapita spidi 360 kwa saa. Kwa nini? Unajiandaa. Wakristo wengi wanapita kila siku. Mungu anakuta Mchina ambaye sio mlokole, amejiandaa. Mungu angalia dini ya mtu, anaangalia hichi kitu huyu akifanya kitasaidia watu wangapi. Tuko pamoja? Angalia dini ya mtu, anaangalia imani ya mtu. Mchina ana imani, anatumia imani teki kutengeneza kitu. Lakini hichi kitu kitasaidia Wakristo, kitasaidia watu wengi. Mungu anaruhusu Mchina afanye. Kwa sababu yule mtu amethubutu. Atakuwa na kesi ya kujibu mbele ya safari, lakini tayari kila kitu kilichoko hapa duniani mali ya nani? Ni Mungu, na Mungu ndiye atakayeruhusu yule Mchina afanye kile kitu kisaidia Waafrika. Kwa lazima ujitahidi, uangalie ni kazi gani tutakazofanya wakati unaokuja. Sasa hivi ni kumtumikia Mungu na kujilipa kwenye masoko ya hizi. Kumtumikia Mungu na kujilipa kwenye biashara yako unayofanya sasa hivi. Na hivi ni vitu ambavyo unaweza kujifunza kwenye mitandao. Ukienda kwenye YouTube, vipo unasoma bure. Ukienda kuna watu wanatoa course hapa Dar es Salaam, hapa Arusha, Mwanza, Dodoma. Watu wanatoa course za forex, course za stock exchange. Hakika kwamba unakuwa partnership na Mungu. Unapoenda kusomea kitu chochote, unapoenda kutafuta ujuzi wa aina yote, hakikisha ule ujuzi umemshirikisha Roho Mtakatifu. Ili kwanza uanze kuelewa mapema. Ukifundishwa unaelewa, kwa sababu aweze kukuelewesha. Hebu tuangalie Luka sura ya 12 mstari wa 11 na 12. Luka sura ya 12 mstari wa 11 na 12. Neno la Mungu linasema nini? Na watakapowapeleka ninyi mbele ya masinagogi na maliwali na wenye mamlaka, msifadhaike kwa kuwaza maneno yenu jinsi mtakavyojibu au kusema. Sura 12, kwa kuwa Roho Mtakatifu atawafundisha saa ile ya wapasayo kuyasema. Sasa hebu niambie, ukiwa partnership na Roho Mtakatifu, ukienda darasani ni yeye ndo anakufundisha. Ukienda kufundisha forex ni yeye anakufundisha. Mfundisho ndio jamaa anarahisisha vitu kwenye maisha yako. Yeye ndo anakufundisha saa ile anakuambia nini cha kufanya. Anakufundisha yeye. Sasa ukiwa partnership na mtu anayekufundisha, Roho Mtakatifu anakuwa ndo mentor wako. Ndio nani? Ndio mentor, ndio mkufunzi wako. Hebu tuangalie maandiko. Tuangalie Zaburi ya 119 mstari wa 97 mpaka mstari wa 97 mpaka wa 100. Angalia Daudi, Roho Mtakatifu alikuwa partner na Roho Mtakatifu, na alikuwa mentor wake, na alikuwa anamfundisha Daudi akawa anafanya vizuri sana. Sasa angalia kama Daudi alifundishwa na Roho Mtakatifu, na wewe fundishwa na Roho Mtakatifu. Angalia neno la Mungu linasema nini? Zaburi ya 119 mstari wa 97 mpaka 100. Neno la Mungu linasema, sheria yako naipenda mno ajabu, ndiyo kutafakari kwangu mchana kutwa. Maagizo yako unitia hekima kuliko adui zangu. Kwa maana ninayo siku zote. Ninazo akili kuliko wakufunzi wangu wote. Nina akili kuliko walimu wangu wote, kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Maana shuhuda zako ndizo nizifikirizo. Mstari wa 100. Ninao ufahamu kuliko wazee, kwa kuwa nimeyashika mausia yako. Nina ufahamu kuliko wazee. Tuko pamoja? Ukitaka kujua Roho Mtakatifu ni partner na Daudi, soma Zaburi ya 51. Zaburi ya 51 mstari wa 11. Zaburi ya 51 mstari wa 11.
baada ya Daudi kufanya kosa, akajua Roho Mtakatifu ataondoka. Daudi ameua mume wa mtu, kachukua mke wa mtu, kafanya dhambi kubwa sana. Daudi angalia, anajua partner anaondoka, kwa sababu Roho Mtakatifu hataki kukaa na watu wanaoua watu. Ukianza kuua watu wanaondoka. Angalia Daudi anamwambia Roho Mtakatifu nini? Zaburi ya 51 mstari wa 11, usinitenge na uso wako, wala roho yako Mtakatifu usiniondolee. Roho wako Mtakatifu sifanye nini? Usiniondolee. Anaomba partner asiondoke, anaomba Mungu partner asifanye nini? Asiondoke. Partner asiondoke, anajua na maisha yameisha. Angalia Roho Mtakatifu alikuwa partner wa mfalme Sauli. Sauli alifanya kosa, Roho Mtakatifu kaondoka, jamaa akawa kichaa. Daudi anamwambia Mungu, naomba Roho yako Mtakatifu usiniondolee. Usimuondoe huyu partner, usimuondoe huyu ndo anasaidia kila kitu. Daudi akamwambia Mungu usiondoe. Angalia mahali Daudi alimkamatia Mungu kwenye kona. Lazima umkamate Mungu kwenye kona. Ukimkamata Mungu kwenye kona, amuondoe Roho Mtakatifu. Akamwambia nini? Mstari wa 13. Daudi akamwambia Mungu, usimuondoe Roho Mtakatifu. Nitawafundisha wakosaji njia zako, na wenye dhambi watarejea kwako. Akamkamatia Mungu kwenye kona. Mungu akamuondoa Roho Mtakatifu. Akamwambia, kama utawafundisha wenye dhambi njia zangu, na wenye wakosaji utawarejesha kwako, usimuondoe. Akamwambia, endelea naye. Huyu ndio partner. Ukisoma kwenye Yohana 16:13, Yohana 16:13, muda wetu umeisha, saa 6 kamili tunamaliza sasa hivi. Yohana 16:13, neno la Mungu linasema nini? Lakini Yesu anawaambia, lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, Roho Mtakatifu, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayosikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari zake, na mambo yajayo atawapasha habari. Kitu ambacho watu wengine hawaoni, Roho Mtakatifu ameshakuonesha wewe. Kwenye biashara anakuonesha soko la hisa litaendaje kesho, anakuonesha litaenda juu litaenda chini, ununue au uuze, buy au sell, short sell, buy, go long, go short. Anakufundisha full stop. The power of the Holy Spirit, the power in partnership with the Holy Spirit. Hiyo ni nguvu ya kufanya kazi na Roho Mtakatifu, kwamba anakujulisha nini kitakachokuja kesho. Kwenye biashara unatakiwa uwe ahead, uwe mbele ya watu wengine ndio uweze kutengeneza faida kwenye biashara. Ukiwa mbele ya watu wengine unatengeneza faida kila siku, lakini ukiwa nyuma ya watu wengine, watu wameshatengeneza faida, wewe umeacha nyuma. Sasa lazima uangalie partnership na Roho Mtakatifu. Ndio jibu la Wakristo wote, kwamba lazima ufanye kazi ya Mungu, fanye kazi ya Mungu na Mungu afanye kazi yako. Unafanya kazi ya Mungu na Mungu afanye kazi yako. Muda wetu umeisha. Maandiko bado ni mengi ya kusoma, lakini nataka tuishie hapo. Somo linasema partnership, kufanya na Roho Mtakatifu, kufanya kazi pamoja na Roho Mtakatifu. Na tujaribu kukiangalia ni kazi zijazo na ajira zijazo. Ni ajira gani? Ni kumtumikia Mungu. Tuko pamoja. Wachina wamekuwa ndio tishio duniani, wanachukua kazi za watu, na mashine, robot, kompyuta zinachukua kazi za watu. Kwamba tutakuwa tuna kazi gani tunafanya? Sasa Wakristo tusipoamka tukaanza kumtumikia Mungu ili atupe mawazo mapya, atupe ndoto zetu, maono yetu, tusikae tukategemea wazungu. Tusipofanya hivyo, kanisa linafika mahali na collapse. Na naamini kabisa njama ya dunia ya upande wa pili, upande wa giza, wanataka kuua kanisa. Na kanisa litauliwa tutakapokosa hela, kwa sababu kanisa linaishi kwa hela. Kanisa linaishi kwa Roho Mtakatifu. Kama kanisa mengine hawamtambui Roho Mtakatifu, linaishi kwa hela. Na kitu tunachofanya kwamba ili tuwamalize kanisa limalizwe ni kuondoa ajira. Corona imeondoa ajira nyingi. Sadaka imefungwa kanisa, na wengine hawaendi kanisa. Na mtu akianza kuabudu kwenye internet, ana hiari atupe sadaka, anajua mahubiri hapo. Tuko pamoja. Na mchungaji afanye kazi kubwa, mapato ni kidogo. Nafika mahali anaacha kazi ya Mungu, aenda mtaani. Sasa kanisa hili lianze kufundisha watu kumtumikia Mungu na hizi biashara.
na forex, stock, option, commodities, futures. Waanze kufundisha gold, cryptocurrency, bitcoin. Waanze kufundisha masoko ya hisa yanafanyaje kazi, masoko ya fedha za kigeni yanafanyaje kazi, ili watu wamtumikie Mungu wakajilipe kule, wapate hela kwenda fungu la 10 kutoka kanisani. Tuko pamoja, wapate sadaka, wapate hela kusaidia yatima, kusaidia wajane kabisa. Ndio na nguvu ya kufundisha watu zote. Yaani sasa hivi kuna kitu ndani ya kanisa, kuna walimu wanafundisha forex, wanafundisha stock market. Ndani ya kanisa kuna watu wanafundisha kanisa kwenda kujitolea, kwenda kwa watoto yatima, kwenda kutunza mazingira, kwenda kupanda miti, wanasaidiana na serikali. Nilikuwa namwambia mwalimu wenzangu hapa kitu kimoja, nilipata mafunuo. Unajua naamini Roho Mtakatifu kwa sababu mimi sifikiri mwenyewe, nafikiri na Roho Mtakatifu. Nilikuwa nasema nafikiri kwa sababu kwa nchi za Afrika kwa sala la corona, nikaangalia kwa mfano Tanzania imepita kwenye kipindi kigumu sana na itaendelea kupita kwenye kipindi kigumu kutokana na kule ambako wageni wanatoka na tuna support, tunauza mali yetu na wageni wanakuja kusupport. Milango imefungwa. Nini serikali ya Tanzania ifanye sasa hivi? Nikamwambia mwalimu wenzangu hapo, nikamwambia kwa mfano Mheshimiwa Rais angeliita vijana wote wanao trade forex na stock, akala nao chakula cha jioni, akaita na watu wa benki kuu. Serikali ya Tanzania ikafungua eneo ambalo kafungua hizo akaunti, kaweka na makompyuta, wakawaambia wale vijana, kwa sababu ni ma-expert wanatengeneza hela nyingi sana kwenye forex, watumie pesa za serikali. Serikali ichukua 70%, wao wachukua 30%. Tunaingiza mlango mwingine wa hela. Tuko pamoja. Kwa sababu wale vijana tayari wana ujuzi, na wale vijana watafundisha vijana wengine pale pale ndani ya lile eneo ambalo la benki kuu na trade. Ule ni ujuzi wanafundisha wale wengine, na serikali inahakikisha kabisa kwamba inawatunza wale vijana, kwa sababu ni watu ambao wanaingizia serikali mapato. Kwa mfumo huo serikali inaweza kufungua akaunti na vijana wakatrade zile, wakaingiza pesa za kigeni kupitia forex, stock, futures, option, commodities. Wako vijana wengi wamejifunza wenyewe kwa sababu ni ujuzi kama kuendesha baskeli. Sasa serikali iwachukue waweke mahali pamoja, ihakikisha wanakula vizuri, wanafaa vizuri, wanakaa vizuri, mazingira ni mazuri, kila kitu. Kwa sababu tayari kuna watu wana ujuzi, kwa sababu milango mingine ya utalii imeshafungua, milango mingine ya madini imefungua, kuna milango ambayo imefungua. Sasa serikali ichukue wale vijana wote, rais alinao chakula cha jioni siku moja, awaambie wao nataka tufanye kazi pamoja. Sisi tutatengeneza floor trade, mahali pa kuweka super computer na internet ya kwa speed na kompyuta za kisasa. Wale vijana wana trade, wanaingizia serikali mapato. Serikali inaacha kung'ang'ana tena na mambo mengine ambayo milango iliyofungwa imefungwa mingine yuko. Tuko pamoja. Limekaaje la watu? Limekaa vizuri. Na serikali ina uwezo huo. Na kila siku vijana wanatengeneza pesa usiku na mchana. Chukua 30% vijana, serikali chukua 70%. Tategemea watakubaliana na serikali kwa tenzi gani. Inawezekana. Na kuna wengine wanafundishwa, na kuna wengine wanaingizia pesa serikali. Na ndivyo jinsi ambavyo Warren Buffett anapofanya. Na watu ambao amechukua mabrokers, wameweka kwenye ofisi zake, wana trade kupitia akaunti zake, wanachukua 30% kwa 70, 40 kwa 60, wanafanya kazi. Leo Warren Buffett wanasema ndio mtu ambaye anaweza kusababisha soko la hisa, akiongea kitu soko la hisa linashuka au linapanda kwa kiwango cha uwekezaji alionao kwenye masoko hiyo. Lakini serikali ya Tanzania inaweza kufanya, na ina vijana wengi Tanzania. Vijana wako kwenye mtandao kila siku wanaonyesha hela ambazo wametengeneza. Kweli uongo? Serikali ichukue vijana. Ichukue vijana. Tuko pamoja. Wafanye kazi pamoja. Biashara inaenda namna hiyo. Kwa sababu kule hela ziko kila siku. Kwa hiyo watu wa Mungu, kwa pamoja taishia hapo. Asanteni kwa muda wenu. Mungu awabariki sana. Partnership with the Holy Spirit.
Asante. Tamshukuru Mungu kwa dakika chache alafu maliza. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa majira saa 5, asante kwa majira saa 6, asante kwa majira saa 7, asante kwa mwaka 2019, asante kwa mwaka 2020, asante kwa mwaka 2100. Asante Roho Mtakatifu kwa mwezi wa 5, asante kwa mwezi wa 6, asante kwa mwezi wa 7. Asante Roho Mtakatifu kwa tarehe 24 ya mwezi wa 5 mwaka 2020, asante kwa tarehe 24 ya mwezi wa 6 mwaka 2020, asante kwa tarehe 24 ya mwezi wa 7 mwaka 2020, asante kwa tarehe 24 ya mwezi wa 6 ya mwaka 2100, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa siku ya jana, asante kwa siku ya leo, asante kwa siku ya kesho, asante kwa majira ya saa 5, asante kwa majira ya saa 6, asante kwa majira ya saa 7. Roho Mtakatifu, tunabariki majira ya saa 6 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunabariki majira ya saa 6 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, tajiri wa Kristo. Tunabariki majira ya saa 6 na hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, ufunuo wa Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Tunabariki majira ya saa 6 na upendo wa Kristo, imani ya Kristo, tumaini la Kristo, uaminifu wa Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunafungua malango ya saa 6 kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya kujifunza neno la Kristo. Tunafungua malango ya kujifunza biashara katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya akili ya Kristo, ufahamu wa Kristo. Tunafungua malango ya nuru ya Kristo, afya ya Kristo. Tunafungua malango ya utajiri wa Kristo. Tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kufikiri, ya kutafakari neno la Kristo, kusoma neno la Kristo, kusikiliza neno la Kristo, kuandika neno la Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya upendo wa Kristo, imani ya Kristo, tumaini la Kristo, uaminifu wa Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya kazi, malango ya biashara, malango ya huduma, malango ya wanafunzi wa Kristo katika huduma, wateja wa Kristo katika biashara. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya wasaidizi wa maono yetu, wasaidizi wa ndoto zetu. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya nuru ya Kristo, afya ya Kristo, tajiri wa Kristo, kibali cha Kristo mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu, miujiza ya Kristo, ishara na maajabu, katika jina la uweza la Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya ujasiri wa Kristo, neema ya Kristo ya kufanya kazi kupita watu wote, utukufu wa Kristo, heshima ya Kristo, baraka za Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kutuamsha asubuhi ya leo, kwa kutupa pumzi, kutupa afya, kutupa nguvu, kutupa uzima, kutupa akili ya Kristo, kutupa ufahamu wa Kristo, kujitambua, kutupa matumaini ya Kristo ya siku zetu za baadaye, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Hakuna kama Jehova, hakuna kama Yesu Kristo Nazareth, hakuna kama Roho Mtakatifu. Wewe ndio Mungu wa miungu, Baba wa baba, mfalme wa mfalme, wewe ndio mwanzo na mwisho. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyofanya mbingu na nchi kwa fahamu zako, kwa hekima yako, kwa maarifa yako. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyotandaza nchi juu ya maji. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyofanya mianga mikubwa, jua litawale mchana, mwezi na nyota zitawale usiku. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyegawa bahari ya Shamu, kuwavusha wana wa Israeli katikati yake, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyeongoza wana wa Israeli jangwani, ukakipa kila kiumbe chakula chake. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyeua wazaliwa wa kwanza wa Misri, kuua wafalme mashuhuri. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyesema na iwe nuru, na iwe nuru, na ikawa nuru, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyemwongoza Yesu Kristo Nazareth jangwani kwa siku 40, akafunga usiku na mchana, akajaribiwa na Ibilisi, akashinda majaribu yote kwa kishindo, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyemfufua Yesu Kristo Nazareth kutoka katika wafu, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyetufufua kutoka katika ukiwa, katika giza, katika magonjwa,
katika utupu, katika umaskini, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante, jina la Bwana libarikiwe, jina la Jehova limiliwe katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliotusamea maovu yetu yote, ukatuponya na magonjwa yetu yote kwa damu ya Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliotusamea madeni yetu yote ya kiroho na ya kimwili kwa damu ya Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliotulinda, uliotuwekea ulinzi tangia siku tulipozaliwa hadi leo, ukatufunika kwa damu ya Kristo Nazareth, ukatokea ukingo wa moto katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Roho Mtakatifu ndio Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, unastahili sifa, unastahili hekima, unastahili nguvu, unastahili uwezo, unastahili kuabudiwa, unastahili shukrani, unastahili utukufu, unastahili heshima, unastahili baraka, unastahili utajiri katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tunapokea katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu, asante kwa kujibu maombi yetu. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa ajili ya watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao. Neno lako linasema abarikiwe yeye asomaye na kusikiliza maneno ya unabii huu na kuyashika aliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Neno lako linasema abarikiwe asomaye na asikilizaye neno la unabii. Roho Mtakatifu, watumishi wako walioko mahali hapa wametoa muda wao kusikiliza neno lako, kusoma neno lako, kuandika neno lako. Roho Mtakatifu, ninakuomba bariki kazi za mikono yao, bariki biashara zao, bariki huduma zao, bariki familia zao, bariki nyumba zao, bariki wateja wao, bariki wanafunzi wao, bariki muda wao, bariki imani zao, bariki mawazo yao, bariki chochote watakachotia katika mikono yao kikapata kufanikiwa katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, wape neema ya kuwa partnership na wewe katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakuja mbele yako, tunasema asante kwa ajili ya majira ya saa sita yaliyoko mbele yetu. Tunakaribisha Roho Mtakatifu uwe mwalimu wetu, upate kutufundisha katika njia tupasayo kuendea, utufundishe njia zako, utuonyeshe njia zako katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Utupe akili ya Kristo tupate ufahamu wa Kristo, utupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kutafuta kwanza ufalme wa Mungu, na mengine na haki yake na mengine yote tutazidishiwa katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kuukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Utupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kumtumikia Mungu, kufanya kazi ya Yesu, kazi ya Adam na kazi ya Injili katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Utupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kuwa partnership na Roho Mtakatifu katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kujibu maombi yetu. Tunakukaribisha katika majira ya saa sita uwe mwalimu wetu, tufundishe njia zako, utuonyeshe njia zako. Karibu Roho Mtakatifu, katika jina la uweza la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Haleluya, amen. Tunaenda kwenye sala ya toba, tutarudia maneno. Tutasema Yesu mwana Daudi mara 3. Nikisema jina langu bila mwisho unasema jina lako, hakikisha sauti yako inatoka. Turudia maneno: Yesu mwana Daudi, Yesu mwana Daudi, Yesu mwana Daudi, mimi bila mwisho. Naomba nirehemu, naomba nirehemu, naomba nirehemu. Unisamehe makosa yangu yote, unisamehe dhambi zangu zote, unisamehe maovu yangu yote, uniponye na magonjwa yangu yote, unisafishe kwa damu yako takatifu. Kuanzia leo ninakiri nimekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti, andika jina langu katika kitabu cha uzima. Asante Mungu kwa kunipenda. Asante Yesu Kristo Nazareth kwa kuniokoa. Asante Roho Mtakatifu kwa kunifundisha. Asante malaika wa Mungu kwa kunilinda, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Haleluya, amen. Tarudia maneno nikisema jina langu bila mwisho unasema jina lako. Turudia maneno: hakika miujiza ya Kristo, ishara na maajabu zitanifuata mimi bila mwisho siku zote za maisha yangu, na nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Haleluya, amen. Tajirikana muda, tumia muda kibiashara. Asante, Mungu awabariki sana. For my victory, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my business, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my wifey, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my baby, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah.
or promotion